Hii ni kwa ajili yako wewe ambaye umeenda kupima ukagundulika kuwa una changamoto ambayo imefikia stage 4 na unahitajika kufanya upasuaji. Hivi unajua madhara ya upasuaji? Nafahamu hujui madhara ya upasuaji, ila tega sikio na unisikilize, huenda ukapata kitu ambacho kikawa msaada kwa upande wako. Ila kama hujanifollow, basi niweze alama chekundu ili uweze kupata vipindi vyangu na mwendelezo ambao huwa nautuma na kuweza kujifunza namna gani unaweza kujua aina ya magonjwa na namna gani unaweza kutatua hayo magonjwa. Sasa tuingie moja kwa moja kwenye hii point ambayo ukifahamu unaweza kuondoa changamoto yako moja kwa moja. Madhara ya upasuaji. Mara nyingi mtu anapofanyiwa upasuaji, iwe upasuaji wa mgongo, uwe upasuaji wa magoti au uwe upasuaji wa aina yoyote ile, huwa maambukizi ambayo yalikuwa katika upasuaji ule yanakimbia moja kwa moja katika mifupa na kuendeleza uchakavu, degenerative, kuzidi kukua na mifupa kuwa dhaifu na kufanya wewe usipone kabisa. Mwisho siku ukawa unashindia na dawa za maumivu, mwisho siku ukawa unaishia na sindano, lakini mwisho siku ukawa unaishia na kupaka tu dawa za kuchua. Kwa hiyo kwa wewe upasuaji ndio utakuwa solution. Kila siku utakuwa unashauriwa ufanyie upasuaji huu mpaka itafikia stage sasa itafika utaambiwa uweze kukatwa mguu. Sasa hii stage usitake kufika, kwa sababu inaweza kupona katika dalili za mwanzo kabisa. Wewe unaniangalia sasa na bado unaendelea kutumia antibiotics, bado unaendelea kutumia painkillers, bado unaendelea kutumia dawa za kuchua, jua kuwa unaelekea kwenye hatari kubwa sana ya kupoteza utimamu, unaelekea kwenye hatari kubwa sana ya kuwa kilema wa kudumu. By the way, Dr. Kiba nimeweza kusaidia watu wengi sana kupona changamoto zao, kupona changamoto za kisukari, changamoto za mifupa. Kama ndio wewe, wasana moja kwa moja ili niweze kukusaidia kwa viambatanishi sahihi, kwani inatosha ndani ya siku 60 kuondoa changamoto yako kutoka kwenye chanzo.